Miaka 13 ya Moto Uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Na siku ya leo tupo hapa Singida mjini. Tupo katika semina au kongamano la siku 3 la CMF. Kwa hiyo moja kwa moja tutaona ni kitu gani ambacho wamefundishwa, ni masomo gani ambayo yanaendelea mahali hapa, na ni nani ambao wanaendesha semina hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni mimi Aidan Vivi, TAG Online TV, kwa utukufu wa Mungu kanda ya kati. Amen. TAG Online TV tumefanikiwa kumpata makamu mkurugenzi wa idara hii ya CMF jimbo la Singida Kati. Bwana Yesu asifiwe, makamu mkurugenzi. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Salamu ya wanaume waga tunasemaje? Tunasema mwanaume taifa kubwa. CMF, Bwana fufua kazi yako. Wewe mwanaume unanitazama hapa kanisa zuri la TAG, nafikiri umesikia salamu nzuri kabisa kutoka kwa makamu mkurugenzi wa idara hii ya CMF jimbo la Singida Kati. Ongera kwanza kwa kongamano zuri kabisa la siku 3 ile ambalo tunaliona watu wanahudumiwa kwa namna ya ajabu. Amen. Tunamtukuza Mungu kwa sababu tunashukuru wanaume wengi wameitikia kwenye kongamano la mwaka huu la CMF. Asante sana. Ni jambo gani ambalo mliliandaa na tunaona wingi wa wanaume kuhudhuria, na ikiwa ni siku za katikati hizi na ni ngumu sana kuwapata wanaume, ni kitu gani ambacho mmekifanya mpaka kuonekana kuwa na idadi kubwa ya wanaume? Jambo la kwanza ni maombi. Tumemuomba Mungu kwa bidii sana, na la pili wamevutiwa na mpangilio wa masomo. Tumekuwa na masomo makubwa na ya muhimu. La kwanza kubwa ni uamsho. Uamsho kwamba wanaume warudi kutoka vichakani, warudi kwenye bustani ya Eden, mahali ambapo walifukuzwa. Lakini jambo lingine ni uchumi na mwanaume. Tumefundishwa jinsi ambavyo uchumi ni kitu cha muhimu, na kwamba Mungu tunayemwamini ndiye mkuu na ni asili ya uchumi wote. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa ajitume, ajitoe, afanye bidii na awe na mipango na maono ili aweze kuupata uchumi mzuri ambao utasababisha kuifanya kazi ya Mungu pia isonge mbele. Lakini si hivyo, tumejifunza juu ya utoaji unaomgusa Mungu. Na wanaume wamefunguka kwamba kumbe tunapomtolea Mungu kwa moyo wa hiari, tena kwa imani, na kisha tunapomtolea Mungu vitu vya thamani, tunamgusa Mungu na yeye Mungu anaachilia baraka. Lakini pia tumejifunza juu ya mwanaume arudi kutoka kwenye vichaka alikojificha, arudi tena. Na masomo haya yamewagusa wanaume wengi. Tumekuwa na kipindi kizuri na muda mzuri, na wanaume wameendelea kujisikia vizuri, na tunaamini watakaporudi kwenye sehemu zao mbalimbali, kwa sababu tuna sehemu 11 katika jimbo hili la Singida Kati. Tunaamini kuna kwenda kulipuka uamsho, kuna kwenda kulipuka uchumi mzuri, ili tumletee Mungu tukufu katika jimbo letu. Amina. Jambo ambalo unaweza kumwambia mwanaume anayetazama TAG Online TV kwa sasa, unatamani umwambie kitu gani ambaye amekosa kongamano hili? Kwa kweli amekosa kitu cha muhimu sana, kwa sababu atashangaa wanaume wenzake wamepiga hatua kiroho na pia kimaisha, na kwa sababu hiyo atakuwa yeye amebaki nyuma. Na bahati nzuri tumejifunza somo jingine kutoka kwa mgeni wetu mchungaji Timothy Wambura. Ametufundisha juu ya kujitambua. Sasa huyu ambaye amekosa kufika atakuwa bado hajajitambua, na yeye atasababisha kufanya kwa unyonge na kwa hali ya chini. Tunakuomba wewe ambaye hujafika, wakati mwingine hudhuria vipindi hivi vizuri, vitakuletea mabadiliko. Ni kwa faida yako wewe mwenyewe mwanaume, na kwa familia yako, na kwa kanisa, na kwa jamii, na kwa taifa kwa ujumla. Mwanaume akijitambua, taifa litakuwa limefanikiwa, kanisa limefanikiwa, na pia jimbo letu la Singida Kati tunaamini linaenda kufanikiwa. Amina mkurugenzi, Mungu akubariki sana. Asante sana, Mungu akubariki mtangazaji. Tunakukaribisha sana. Tumejisikia vizuri kuwa pamoja na wewe mtazamaji unayeangalia. Kwa kweli tumekuwa na kongamano zuri lenye uamsho mkubwa. Wanaume wengi wamehudhuria, lakini si wanaume peke yao, na wanawake pia. Karibuni. Na jina langu naitwa mchungaji Matias Kalulu, ni makamu mkurugenzi wa CMF jimbo la Singida Kati. Mungu awabariki.
haki. Mwanaume, taifa kubwa. CMF, Bwana, fufua kazi yako. Nipo na mmoja ya wanaume waliohudhuria kongamano la CMF jimbo la Singida Kati. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, ubarikiwe mtumishi. Amina. Kwa majina yako unaitwa nani kwa faida ya mtazamaji wa TAG Online TV? Kwa majina naitwa Daudi Benjamin kutoka sehemu ya Kititimo. Mimi ni makamu mkurugenzi. Ni jambo gani ambalo umekutana nalo katika kongamano hili la CMF jimbo la Singida Kati? Kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Mungu na kurudisha sifa na utukufu kwake. Kongamano linaendelea vizuri, masomo ni mazuri, tunamuona Bwana akifanya. Kweli Roho Mtakatifu anatembea na jumbe kweli zinatufundisha ni namna gani mwanaume anatakiwa kuishi ili kurudisha sifa na utukufu kwa Bwana. Amina. Tumeona masomo mengi sana yamefundishwa. Ni somo gani ambalo wewe limekugusa mpaka sasa na unasema nikitoka hapa kama mwanaume na pia kama makamu mkurugenzi wa idara hii katika section yangu nitaenda kulifanyia kazi? Kiukweli mimi nimevutiwa sana na somo la kujitambua. Somo hilo limenigusa kwa sababu pindi mwanaume atakapojitambua na kusimama kwenye nafasi yake, kila kitu kitakaa sawa. Kanisa kwa ujumla na vile vile ule utukufu wa Mungu ambao uliwekwa juu ya mwanaume utakwenda kutimia. Kwa hivyo basi somo hili mimi limenibariki sana na nadhani kila mwanaume atakapojitambua hata swala la uamsho litakwenda kwa kasi kwa sababu tayari kila mtu atakuwa anaelewa nini anatakiwa kufanya. Amina. Unaelewa nini ukisikia mwanaume atoke kichakani? Unaelewa nini kwako? Mwanaume kutoka kichakani ni mwanaume kuwa kipaumbele, yani kutoka na kushika majukumu yake kama ambavyo anatakiwa kuanzia kwenye familia, kwenye mambo ya kanisa na kiroho zaidi. Kutoka kichakani inanipa picha kwamba ni mwanaume alikuwa amejificha, sasa anatakiwa kuwa wazi katika kazi ya Bwana na kukaa kwenye majukumu yake. Kupitia kongamano hili zuri kabisa la CMF la jimbo, wewe kama makamu mkurugenzi wa section yako ya Kititimo, ni jambo gani utaenda kulifanya kwa ajili ya kuwatoa wanaume kichakani, wanaume ambao wamejificha, wanaume ambao hawataki kujitokeza katika mambo ya kimungu? Wewe sasa kama mkurugenzi wa section utaenda kufanya kitu gani? Yaani moja kwa moja baada ya kongamano hili kuisha, naona kuna majukumu makubwa ya kuyafanya ili mwanaume kurudi katika nafasi yake. Moja, kama makamu mkurugenzi na nataraji tutakwenda kuamsha mikesha mbalimbali na makongamano katika kila sehemu kuanzia ngazi ya tawi, sehemu na kama hivi leo tuko jimboni. Tutatia moyo wanaume na kazi nyingine kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya kama CMF, kupita kila sehemu na kushuhudia juu ya habari njema ya Kristo ili kuwavuna wanaume kuja kanisani. Mungu akubariki sana. Amina, amina. Asante, wakati mwingine. Amina, barikiwa sana. Amina. Hii ni TAG Online TV kwa utukufu wa Mungu.